Ikutangazia moja kwa moja kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Rais Mwinyi awahimiza waumini kuwasaidia watu wasiojiweza. Kimataifa, ubalozi wa Urusi na Kenya wakanusha kusajili wa Kenya jeshini. Na katika michezo, Simba yawasili Dodoma kuwawinda Tanzania Prisons na Dodoma Jiji. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka Sky TV, na kukaribisha katika saa moja ya habari. Langu jina ni Zinaziri Mswima. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhaji Dr. Hussein Ali Mwinyi amewasisitiza waumini wa dini ya Kiislamu na wananchi kwa ujumla kuhurumiana na kusaidia watu wasio na uwezo. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Alhaji Dr. Mwinyi ametoa rai hiyo leo Februari 20 alipojumuika na waumini wa dini ya Kiislamu katika ibada ya sala ya Ijumaa iliyosaliwa katika msikiti wa Al-Abrar uliopo Fuoni Chunga, mkoa wa Mjini Magharibi. Nayo ni kuwataka wananchi katika mwezi huu tuendelee kusaidiana, tuhurumiane. Ndani ya jamii zetu kuna watu wanyonge. Huu ni wakati mzuri sana wa kutoa misaada yetu mbalimbali ili kuwasaidia wale ambao hawana uwezo, nao waweze kufunga vizuri mwezi huu wa Ramadhani. Kwa hivyo, kwa wale wote ambao wana uwezo, tukumbushane kuwasaidia wenzetu ambao hawana uwezo. Lakini wale wafanyabiashara, naendelea kuwakumbusha kwamba huu si mwezi wa kuongeza bei ili upate zaidi. Inatakiwa iwe kinyume chake. Lakini kama huwezi kupunguza, basi angalau usiongeze. Madukani iwe ni bidhaa hizi tunazoagiza kutoka nje, michele, sukari, unga na kadhalika, lakini hata bidhaa zinazolimwa ndani ya nchi, mihogo na majimbi na kadhalika, huu si wakati wa kuongeza bei ya vitu. Kwa hivyo hili nimesema tukumbushane tu. Tuko ndani ya mwezi huu, tuna wanyonge katika jamii, tuna wajibu wa kukumbushana kuwasaidia. Wakati huo huo, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Alhaji Hemed Suleiman Abdallah amewataka waumini wa dini ya Kiislamu kuendelea kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum, hasa katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili kuweza kupata radhi za Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama pamoja na kufikia lengo la Ramadhani. Amesema hayo wakati akiwasalimia waumini wa Masjidi ya Afra binti Isa, Masjidi Shubra uliopo Kidongo Chekundu, wilaya ya Mjini Unguja, mara baada ya kumaliza ibada ya swala ya Ijumaa. Tuendelee kushirikiana na makundi mengine ili tuweze kupata radhi za Mwenyezi Mungu. Tunao wenzetu mayatima, amesema hapa shekhe wetu, lakini tuna wengine walemavu, tuna wajane, tuna wazee. Naomba sana tuwape mashirikiano na ile misaada yetu ya hali na mali tuielekeze kwao katika kipindi chote. Naye katibu mtendaji wa ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar Sheikh Khalid Ali Mfaume amewahimiza waumini wa dini ya Kiislamu kumcha kwa bidii Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kujua utambuzi wa kutenda matendo ya halali na kujitenga na matendo ya haramu. Ni kumwogopa Mwenyezi Mungu, haki ya kumwogopa kwa kufanya yaliyoamrishwa na kuacha yaliyokatazwa. Definition fupi ya uchamungu ni kufanya yaliyoamrishwa na kuacha yaliyokatazwa. Na ukitazama aya zote takriban nyingi zinaeleza kwamba wacha Mungu ndio wanaopata mafanikio. Inna lilmuttaqina mafaza. Alhaji Dr. Mwinyi ameendeleza utaratibu wake wa kujumuika na waumini wa dini ya Kiislamu katika ibada ya sala ya Ijumaa katika misikiti mbalimbali mjini na vijijini. Lai Saidi, Sky TV.
Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemwagiza mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kilimanjaro hakikisha chama cha ushirika mkoa wa Kilimanjaro kinalipa kwa mkupuo mmoja shilingi milioni 400 ambazo chama hicho kinadaiwa na wakulima. Ametoa agizo hilo leo Ijumaa Februari 20 mwaka 2026 aliposimama kusalimia wananchi katika eneo la Chekereni, ambapo mkazi wa eneo hilo Bi Glory Sam kutoka chama cha Mwika Kinyamvuo AMCOS alielezea malalamiko yake mbele ya waziri mkuu, akitaja kusikitishwa na chama hicho kuuza kahawa yao msimu wa mwaka 2021-2022, lakini hadi sasa hawajalipwa. Mimi naitwa Glory Sam, natokea chama cha Mwika Kinyamvuo AMCOS kilichoko wilaya ya Moshi vijijini, kata ya Mwika Kaskazini, kijiji cha Msai Kinyamvuo. Sisi tulikuwa vyama 11, tulipitisha kahawa yetu, akawa msimamizi wetu ni KNCU Limited, chama kikuu cha. Kwanza tulifanya uhakiki wa madai upya na mwenyekiti wa KNCU ni huyo hapa. Uhakiki wa madai umeonyesha kwamba deni lililobaki ni milioni 411 kutoka milioni 600. Mnalipa lini? Mheshimiwa karibu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikupongeze kwa hatua ambayo umejitoa kuhakikisha unarudisha imani kwa wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza hili deni ni la miaka. Ninyi msiolipa wananchi ndio mnapoteza imani. Tuambieni mnalipa lini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, tayari tumeshakubaliana mwaka wa fedha unaoanza tutalipa hizo fedha, na tuliwaahidi jana walisaini nyaraka baada ya kuambiwa kuna ziara inakuja. Mmewaahidi jana, mnalipa lini? Hapana, mwaka kesho tutalipa hizo fedha kwa installment, na Mheshimiwa Mradi alishawahakikishia kwamba pesa zinalipwa, na mimi nimeteuliwa hapa na miaka 2 pale baada hilo tatizo kutokea, na nimeanza kushughulikia. Nimewalipa milioni 95, na yeye huyu ni shahidi kwa sababu wanazo nyaraka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, unaelewa changamoto zilizosibu KNCU, na ndio maana tume yako ilikuja pale, ilifanya uhakiki, inafahamu hayo madeni, na hatua ya kwanza ya kuyalipa tumeanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na chama hakiwezi kulipa hizo fedha kwa wakati mmoja, lakini kuhakikishia hapa tutazilipa kwa installment kadri chama kitakavyopata pesa, na tumekubaliana nao jana. Mlichukua kahawa yao au mkuchukua? Ilichukuliwa hiyo kahawa. Na mnataka mlipe kwa installment. Tangu mwaka 2023 mnataka mlipe kwa installment. Zimelipwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mrajisi yuko wapi? Hawa si wana mali hawa? Iuzwe hata mali wananchi walipwe. Nyie si mna mali zenu? Ndio tunazo Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ninyi mnakaa mnadunda, wananchi hawana amlipi fedha yao. Sasa sikiliza, mrajisi yuko wapi? Hebu tuambie, hawa si unajua mali zao? Wana nini na nini? Wana mashamba. Wana majengo, wana mashamba. Tafuteni, mkuu wa mkoa simamia, tafuteni kimoja wapo kiuzwe, milioni 400 ipatikane, hawa watu walipwe mara moja. Hatuwezi tukawa tunakaa na jambo moja mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4 na watu wanalia na watu wanaumia. Kama mna chama hakiwezi kulipa watu mali yao, mnakaa nacho cha nini? Mnakaa nacho cha nini? Eti mnakaa nacho cha nini? Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4 watu wanalia, watu maskini wanalia. Jumatano nataka mkae mtoke na jawabu. Mambo ya mwaka kesho nimekataa. Mseme mnalipa nini, mtalipa lini, tafuteni mtakachouza, mwalipe watu fedha zao. Mimi mnakaa na vitu vyenu alafu fedha za watu mmekaa nazo. Au tuweke na riba mliokaa na fedha za watu hizo. Tutoke mkoani Kilimanjaro turejee mkoani Dodoma. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Stark Senyamule amefanya ziara ya kikazi wilayani Chemba kukagua shughuli za maendeleo ikiwemo miradi ya huduma za kijamii iliyotekelezwa na halmashauri hiyo. Lengo likiwa ni kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030. Tupate taarifa kamili. Katika ziara hiyo ambayo alipokelewa na mwenyeji wake mkuu wa wilaya ya Chemba Halima Okashi,
Mkuu wa mkoa alianza kwa kutembelea shamba darasa la upandaji wa zao la tufaa ambapo alijionea maendeleo mazuri ya ukuaji wa zao hilo licha kuwepo kwa changamoto chache. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wakati wa utekelezaji wa mradi wa zao la tufaa kuna changamoto chache zimebainika kama ifuatavyo: miche kushambuliwa kwa haraka na mchwa, wakulima kutokuwa na elimu juu ya kilimo cha zao la tufaa, mkakati wa kuendeleza kilimo cha tufaa, kuendelea na uhamasishaji na kutoa elimu juu ya kilimo cha zao la tufaa, kununua na kupanda miti iliyokufa katika shamba la mfano la halmashauri. Baada ya hapo, mkuu wa mkoa alitembelea mradi wa uchimbaji wa kisima cha maji, mradi ambao unagharamiwa na serikali katika kijiji cha Paranga ambao kikamilika utasaidia kuondoa adha ya ukosefu wa maji katika vijiji 6. Hapa ni eneo ambako maji haya yatachakatwa. Liko tenki la kupokea maji, yako maeneo ya kusafisha maji, yako maeneo ya kupampu maji. Limetengwa hapa, limefidiwa kwa ukubwa wake. Kwa hiyo niagize RUWASA tuanze kuongea na wananchi kwenye maeneo haya, waliopo katika maeneo haya, tuone utaratibu mzuri wa kuwafanyia fidia ili wapate maeneo mengine ya kuishi, na eneo hili ambalo Mwenyezi Mungu ameliwekea maji kwa ajili ya matumizi basi libaki kwa ajili ya matumizi ya maji. Jambo hili lifanyike haraka ili wananchi hawa wasikae na tension kila siku hivi, itakuwa lini. Pia niendelee kusisitiza kandarasi. Nimeahidi hapa kuwa mwezi wa 4 maji yataanza kutoka, lakini mwezi wa 8 mradi utakamilika. Sasa muendelee kufanya kazi hii pia zaidi ya mlivyoahidi, kwa sababu hii miezi 8 ni ya nyongeza. Kwa hiyo mkifanya bidii huenda mkamaliza kabla ya mwezi wa 8. Kutoka hapo msafara wa mkuu wa mkoa ulienda kujionea ujenzi wa shule ya msingi ambayo imejengwa kwa lengo la kupunguza idadi kubwa ya wanafunzi waliojazana katika shule ya msingi Chemba, shule ambayo kwa asilimia kubwa imekamilika. Mkuu wa mkoa pamoja na kupongeza ujenzi wake uliokidhi viwango, lakini alisisitiza mambo mawili ya kuzingatiwa. Tunapopewa shule inakuwa nzuri, vioo vyote vipo, milango ipo, madirisha yapo, ubao upo, madawati kamili. Tujenge utamaduni wa kufanya maintenance. Tusingoje madawati yawe 100 yamevunjika ndio tuanze kuyatengeneza. Kwenye fedha zinazoletewa mashuleni tunaletewa fedha ya maintenance kwenye kila fungu linalo kuja. Fungu lile litumike kutengeneza, kama dawati limeharibika moja litengenezwe moja. Tuanze kujenga utamaduni tu wa kutoona mahali tumerundika vitu vilivyoharibika. Tumeambiwa eneo hili ni ekari 7. Pandeni miti kwenye mipaka yote ya shule. Manake mkituomba hela ya fence sasa hizi tutaambia jamani, kwanza kipaumbele watoto wapate darasa la kusomea. Kwa hiyo anzeni kupanda miti kwenye fence yote ya shule kwenye mpaka sasa hivi. Wanafunzi wapo. Tuna kauli mbiu ya nasoma na mti. Watoto wagaiwe miti, watoto wameshiwa hapa, waanze kutunza miti hiyo. Na wakati huo unafanya hayo, anza kuwasaini walimu gani wanakuja kufundisha hapa. Wale unaowagawa, anza kuandikia barua, anza kuwapangia. Manake ukimwandikia barua unamwambia uripoti ndani ya wiki 2, ili ikifika ile tarehe na wao tayari wameshachukua hatua. Katika hatua nyingine, mkuu wa mkoa alikagua ujenzi wa nyumba za wafanyakazi wa idara ya afya, nyumba ambazo kwa mujibu wa msimamizi wa ujenzi alibainisha kuwa ni 3 kwa 1, ikimaanisha kuwa nyumba moja imegawanywa katika sehemu 3, hivyo zitaishi familia 3. Baada ya ukaguzi, mkuu wa mkoa alitoa rai yake. Sijui tuwafanyaje wataalamu wetu, wake ni takwa la kiutaratibu wa injinia, lakini naona kama mnaitilia mzaa hivi. Maana mara nyingi sana, sio mara moja, yani mara nyingi unaenda kwenye miradi kila ukiomba work plan haipo. Sasa huyo hawezi kuwa na work plan ambayo wewe huna. Kwa lugha rahisi, work plan haipo. Maana work plan inatengenezwa na halmashauri, huyu anapewa, haita kwa kushirikiana. Kwa hiyo mwacheni uzembe mdogo ambao hauna sababu. Lakini kitu ninachoweza tu kushauri hapa kimoja, nilipokuwa naangalia nyumba ya moja wapo kama sampling ya zote, naona vyoo wameweka vile vya kuchuchumaa. Sasa najua nikiwauliza wataalamu wana uchafu na nini, lakini kuna master. Sasa master ambayo yuko nesi wa watu wanakaa peke yake, daktari watu peke yake, mwekea kaya, mambo kuchuchumaa jamani, nao ni changamoto. Ziara hiyo imeonyesha dhamira ya serikali ya kuimarisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi wilayani Chemba, huku mkuu wa mkoa akiahidi kuendelea kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa miradi hiyo ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma stahiki na kwa wakati. Mindi Josefu, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu.
mradi wa maji wa bilioni 7 kuinua huduma kwa wakazi wa Msongamano na Chitete Momba. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kupitia Sky TV. Langu jina ni Zinazire Mswema. Zaidi ya wakazi 40,000 kutoka vijiji 8 vya kata za Msongano na Chitete katika halmashauri ya wilaya ya Momba mkoani Songwe wanatarajia kupata unafuu wa huduma ya maji safi na salama kufuatia kukamilika kwa mradi wa maji uliogharimu zaidi ya shilingi bilioni 7. Ripoti ya mwanahabari wetu kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Meneja wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa wilaya ya Momba, mhandisi Beatus Katabazi, amesema ujenzi wa mradi huo umefikia 90%. Hatua ambayo tumefikia sasa ni hatua ya kujaza maji ili tufanye majaribio kwa maana ya kutoa maji kwa mara ya kwanza. Tenki limeshajaa na tumeshalaza mabomba zaidi ya kilomita 15. Na sasa hivi kazi ya kusambaza maji kwenye kijiji cha Msangano iko hatua ya mwisho kabisa. Akizungumza katika mkutano wa hadhara ulioitishwa na mbunge wa jimbo la Momba Condesta Sichalwe, Katabazi akawahamasisha wananchi kuvuta maji majumbani mwao. Kwa wale ambao wako maeneo ambayo tayari bomba limepita na wanatamani kuvuta maji majumbani, wanakaribishwa kujaza fomu. Watapimiwa umbali wa kutoka kwenye bomba mpaka kwao, watapewa gharama zile za kuunganisha maji, na baada ya hapo tutawaunganishia maji majumbani kwao. Naye katibu wa mbunge Bonilavu Msokwa akizungumza kwa niaba ya mbunge wa jimbo hilo amewahimiza wananchi kulinda miundombinu ya maji ili kuhakikisha huduma hiyo inakuwa endelevu. Tengenezeni mazingira ya kulinda miradi yetu. Tusianze tena kuanza kutatua changamoto kwamba sisi tukarekebishe, si fulani alivunja bomba alipasua. Tuende tukailinde, kila mmoja akawe balozi mzuri wa miradi yetu. Ile miradi ambayo mbunge wetu ametutafutia, tuende tukailinde. Baadhi ya wanufaika wa mradi huo wameishukuru serikali kwa utekelezaji wa mradi uliokuwa kilio cha muda mrefu kwao. Naishukuru serikali kwa namna inavyoendelea kutujali. Tulikuwa tunasikia umeme umekuja, tulikuwa tunasikia barabara tunaziona, tulikuwa tunasikia maji, sasa hivi yametufikia. Kwa hiyo hizo zote ni jitihada ambazo zinafanyika na Chama cha Mapinduzi. Tulikuwa tunategemea sana maji ya kisimani na visima vimetuletea changamoto kwa sababu ni maji ambayo si salama, pia na mtoni, na hata vifo vingi vimetokea kutokana na maji. Kwenye utawala wa mbunge wetu Condesta Michael Sichalwe aliahidi wakati wa kampeni zake na jitihada zake zile alizokuwa ameahidi ametekeleza. Mradi huu unatarajiwa kuboresha afya, usafi wa mazingira na shughuli za kiuchumi kwa maelfu ya wananchi wa kata ya Msongamano na Chitete mara tu utakapokamilika na kuanza kutoa huduma rasmi. Pendo Kipetile, Sky TV. Wakati idadi ya wagonjwa wenye tatizo la pingili za mgongo likizidi kuongezeka nchini, taasisi ya mifupa na ubongo, uti wa mgongo na mishipa ya fahamu MOI imefanikiwa kuanzisha huduma mpya ya kuweka simenti tiba katika pingili za mgongo, hatua itakayoleta uheni kwa wananchi. Mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam ana taarifa zaidi. Maumivu ya pingili za mgongo ni tatizo linalowasumbua watu wengi, ugonjwa huo ukitajwa kuwa ni zaidi ya 75 hadi 80 ya magonjwa yote duniani. Katika siku 100 za uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, taasisi ya mifupa, ubongo, uti wa mgongo na mishipa ya fahamu MOI imeanzisha huduma mpya ikiwemo inayohusisha matibabu ya pingili za mgongo. Taasisi hii inahusika kutibu magonjwa mengi sana ambayo yako ndani ya mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo kumekuwa na hitaji la kupanua wigo wa aina ya uchunguzi tunaoweza kuufanya ili madaktari waweze kupata nafasi ya kujua shida iko wapi. Kwa katika siku hizi 100, mojawapo kati ya vitu ambavyo tumeviongeza kama huduma mpya ni ule utaratibu wa kuweka simenti tiba katika pingili za mifupa ya mgongo. Huko nyuma ilikuwa ni lazima mtu afungue, aangalie, alafu aangalie nini cha kufanya. Kwa pingili zinapovunjika, kuna wakati mwingine unaweza zikatibiwa kwa kuingiza vifaa maalum, alafu simenti tiba ikawekwa na vile vipingili vikarudi kwa jinsi ambavyo vimekuwa. Haya tumeshaanza kuyafanya na wagonjwa wanaendelea kupata faida wanapokuja katika taasisi yetu.
Changamoto ya maumivu sugu inayowasumbua wagonjwa wengi nayo imepatiwa ufumbuzi katika taasisi hiyo. Hasa kwa kipindi kirefu katika nchi yetu, hawa wagonjwa walikuwa hawana afua maalum ya kuweza kusaidia kukidhi hitaji la shida hiyo. Kwa hiyo katika hizi siku 100 Mungu ametubariki, tumeweza kupata wataalamu ambao sasa wanahudumia wagonjwa wenye maumivu sugu. Kwa hiyo mtu anakuwa na maumivu, akipewa Panadol ipate nafuu, akichomwa sindano ipate nafuu, lakini sasa hivi anaweza kuja katika taasisi yetu, daktari akamhoji, akampima, akampatia matibabu, na mpaka hivi tunavyoongea watu takriban 22 wameshafaidika na tiba hii. Na tiba hii ni ya muhimu kwa sababu tunategemea kwa sasa itakuwa ni ufumbuzi wa changamoto kubwa iliyokuwa inasumbua watu kwa muda mrefu, ambao sasa kuna wengine walikuwa wameacha, nasema basi hii imekuwa ni sehemu ya maisha yetu. Katika siku 100 za uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, taasisi hiyo imetoa huduma kwa wagonjwa wasiokuwa na uwezo zaidi ya 1300 kwa matibabu yanayogharimu shilingi milioni 100. Hawa ni watu wamekuja katika taasisi yetu, wana matatizo mbalimbali. Wako waliokuja na matatizo ya mifupa, wako waliokuja na matatizo ya mfumo wa fahamu, lakini hakuna aliyegeuzwa kurudi nyumbani ati kwa sababu alikuwa hana uwezo. Taasisi hiyo imeanzisha utaratibu wa kushirikisha ubobezi na ubingwa na taasisi ambazo hazina wataalamu kwa kutumia mfumo wa kidijitali wa kuwasaidia kusoma picha zilizotokea katika maabara kama MRI, CT scan na X-ray. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Jamii imetakiwa kujenga utamaduni wa kuyakumbuka makundi ya pembezoni yaliyosahaulika, ikiwemo watoto yatima, wajane, wazee na wagonjwa kwa mahitaji mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya ibada kwao. Taarifa mwandishi wetu kutoka mkoani Dodoma inafafanua zaidi. Rai hiyo imetolewa na Kasim Njonjolo akimwakilisha mkuu wa wilaya ya Dodoma Jabiri Shekimweli katika hafla ya utoaji wa msaada wa mahitaji muhimu kwa watoto katika kituo cha kulelea watoto yatima cha Rahmani kilichopo Chang'ombe jijini Dodoma. Zoezi la utoaji wa msaada huo limeratibiwa na Taasisi ya Uchumi na Maendeleo Organization UMO. Tunahitaji kuwasaidia watoto yatima kwa sababu ndio tumaini lao. Wamepoteza wazazi, wamepoteza matumaini ya kuishi. Sisi tuliobaki tunatakiwa kuwa sehemu ya wazazi wao. Sisi tuliobaki tunatakiwa kuwa sehemu ya tumaini lao la kuishi. Kwa hiyo niwapongeze na taasisi zingine ambazo mmeungana, na vile vile kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ninawahamasisha na wengine waendelee kutenda matendo haya ya huruma ya hisani kwa watu wenye uhitaji, hasa mayatima. Mkurugenzi wa kituo hicho Lukia Hamisi Abdalla ameishukuru taasisi ya UMO kwa kuwapatia msaada wa mahitaji, huku akiwakaribisha wadau wengine kujitokeza kusaidia watoto hao ambao wanakabiliwa na changamoto mbalimbali. Kwa namna ya pekee nawasilisha rasmi shukrani za namna ya pekee kwa ndugu zetu wa UMO kwa kushirikiana na mwakilishi wa mkuu wa mkoa ndugu Njonjolo kuweza kuweka siku maalum siku ya leo na kufika hapa kuonyesha matendo ya huruma tena ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunasema Mwenyezi Mungu awalipe kwa kile walichokifanya kwa siku ya leo katika wema. Siku ya leo tumefanya tukio hili kwa kuungana na Watanzania wote, lakini kuungana na jamii nzima kwa ajili ya kuendeleza ajenda ya upendo na amani katika taifa letu, lakini katika mazingira na jamii husika. Tunafanya tukio hili katika kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani na Kwaresma, kwanza kuhakikisha tunaendeleza upendo kwa jamii kwa sababu jamii ni sisi, lakini kwa watu wenye mahitaji katika mfungo huu kwenda sambamba kuhakikisha tunahimiza upendo na amani katika jamii. Baadhi ya wadau walioshiriki kufanikisha zoezi la utoaji wa msaada wa mahitaji muhimu kwa watoto kituoni hapo wamekuwa na haya ya kusema. Nashukuru sana taasisi ya OMU kukutana na kujumuika nanyi kwa siku ya leo, kwani ni matendo ambayo Mwenyezi Mungu ameyabariki na aendelee kuwagusa katika nafsi. Tunashukuru kwa Taasisi ya Uchumi na Maendeleo UMO kutualika katika shughuli hii ya matendo ya huruma na upendo hapa kituo cha Rahman Orphanage Center. Tunashukuru kukutana na watoto, tumeonana nao, wamefurahi, na pia nitoe shukrani kwa media ambazo ziko hapa, media mbalimbali, Sky TV. Tuna uhakika kupitia nyie
wananchi wanaenda kuhamasika kufanya matendo haya ya huruma. Sisi Mwenyezi Mungu ametujalia riziki na ametujalia afya njema, lakini tuna wenzetu ambao wana mahitaji maalum. Kuna wenzetu ambao wako hospitalini, kuna wenzetu ambao wako magereza, kuna watoto wetu ambao wako katika vituo kama hivi vya kulelea watoto yatima. Basi ni wakati mwafaka sisi kuwasaidia. Sio kwamba sisi ni wakamilifu sana, hapana, isipokuwa tumejali kuhusu watoto hawa ni watoto yatima, na sio kwamba wao walifanya makosa wakatoka katika familia zao au wakawakosa wazazi wao, isipokuwa ni Mungu aliwapenda wazazi wao akawaacha wao kuwa yatima. Inamaanisha kwamba Mwenyezi Mungu ametupa jukumu la sisi kuwaona na kuwajali watoto hawa. Nikiripoti kutoka Dodoma, naitwa Pius Jayunga, Sky TV. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana na Mindi Joseph katika habari za biashara na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Katibu Mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara, Waziri Salmo, amewataka watumishi na taasisi zilizo chini ya wizara hiyo wasiwe kikwazo kwa watu kufanya biashara, bali wawe wawezeshaji na kuhakikisha biashara zinafanyika na viwanda vinaanzishwa kwa wingi. Tupate taarifa zaidi. Ametoa wito huo wakati alipotembelea Shirika la Utafiti na Maendeleo ya Viwanda Tanzania TIRDO, ambapo amesema watumishi wanapaswa kufanya kazi kwa weledi huku akitanguliza utu. Nimesema Wizara ya Viwanda na Biashara sasa hivi tutoke kwenye kuregulate na kuwa facilitate business. Sisi facilitate hii business ili Watanzania wanufaike, lakini tutengeneze hao billionaires. Nitoe rai kwa watumishi kwanza wa Wizara ya Viwanda na Biashara na taasisi zilizokuwepo chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara kwamba tubadilike. Sasa ni kuhakikisha biashara ya nchi hii au taasisi zinazosimamia biashara kwenye nchi hii na viwanda wasiwe wao ni vikwazo wa kufanya biashara au vikwazo wa watu kuanzisha biashara na viwanda, bali wao ndio wawe watu wanaowezesha biashara na viwanda kuzalishwa kwa wingi sana. Kwa ni wasihi sana watumishi wa Wizara ya Viwanda na Biashara pamoja na taasisi zilizokuwa chini yake kufanya kazi kwa weledi, lakini ni lazima kazi hiyo iwe na utu, na ndio maana tunasema kazi na utu. Na leo wabunifu
wanafanya shughuli mbalimbali, lakini kama alivyoeleza ni kwamba watu wachache wana taarifa hizo. Basi sisi tutajiongeza kuhakikisha kwamba Watanzania wanafahamu shughuli ambazo zinafanyika TILDO na vijana wetu ambao wanajituma na kuweza kujiajiri wanaweza kuwafahamu na kuwatambua na kutumia huduma zao. Kama kuna kitu unaweza kukifanya, ni natamani usife na hicho kitu kichwani, kwa sababu wengi wanaogopa kuanza, wanaogopa sana kuanza, anaogopa ataanguka. Ni bora ufanye kuliko kutokufanya. Na msiache kununua bidhaa zao, kwa sababu uzuri wa kununua bidhaa za Watanzania, mimi mara nyingi wanasema hela inabakia wapi? Tanzania. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Na mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa Jabiri Omari Makama amesema mkoa huo umetenga jumla ya maeneo 16 yenye ukubwa wa hekari 4204 kwa ajili ya uwekezaji katika sekta ya viwanda, ambako takriban 70% ya maeneo hayo tayari yamepimwa na kutengwa rasmi kwa shughuli za uwekezaji. Tunayo fursa kubwa sana ya uwekezaji katika sekta ya kilimo. Mkoa wa Songwe ni miongoni mwa mikoa ambayo inategemewa katika uzalishaji wa chakula. Kwa hiyo tuna fursa kwenye eneo la uzalishaji wa mazao ya kilimo, tuna fursa kwenye eneo la uchakataji na kuongeza thamani mazao ya kilimo. Tuna fursa kwenye maeneo ya viwanda na biashara, tuna fursa kwenye eneo ya sekta ya madini, lakini tunazo fursa zingine nyingi sana ambazo bado zinahitajika watu waweze kuwekeza. Kama tunavyojua kwamba mkoa wetu sisi ni mpya, kwa bado kuna fursa za uwekezaji kwenye ujenzi wa mahoteli, kumbi za mikutano kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali za kimkoa, lakini na shughuli zile za kitaifa. Mtazamaji, tuangazie katika viwango vya kubadilisha fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2567 na senti 47 na imeuzwa kwa shilingi 2593 na senti 15. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3457 na senti 87 na imeuzwa kwa shilingi 3492 na senti 45. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 3019 na senti 60 na imeuzwa kwa shilingi 3049 na senti 80. Yeni ya China imenunuliwa kwa shilingi 371 na senti 59 na imeuzwa kwa shilingi 375 na senti 31. Yeni ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 58 na imeuzwa kwa shilingi 16 na senti 74. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 158 na senti 46 na imeuzwa kwa shilingi 160 na senti 05. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 19 na senti 88 na imeuzwa kwa shilingi 20 na senti 08. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 75 na imeuzwa kwa shilingi 1 na senti 77. Uganda shilingi imenunuliwa kwa senti 71 na imeuzwa kwa senti 72. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa senti 86 na imeuzwa kwa senti 87. Tamati ya habari za biashara na uchumi, mtazamaji. Mimi ni Mindi Josefu. Biashara na uchumi. Na sasa ni wasaa wa Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Ubalozi wa Urusi jijini Nairobi nchini Kenya umekanusha jana madai kwamba Moscow ilihusika katika kuwasajili wa Kenya kinyume cha sheria ili kupigana katika vita vyake nchini Ukraine. Kupitia taarifa yake, ubalozi huo wa Urusi nchini Kenya umesema mamlaka ya serikali ya Urusi haijawahi kushiriki katika usajili haramu wa Wakenya katika jeshi la nchi hiyo. Pia umesema haujawahi kutoa vibali vya kusafiria
kwa Wakenya wanaotaka kwenda Urusi kwa lengo kuu la kushiriki katika kile ilichokiita operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, na kuongeza kuwa chini ya sheria ya Urusi, raia wa kigeni wanaweza kujitolea kusajiliwa jeshini. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya hakuweza kufikiwa mara moja kwa tamko kuhusu taarifa hiyo ya ubalozi wa Urusi. Kwingineko, wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema kampeni ya uharibifu iliyofanywa na wanamgambo wa RSF mnamo Oktoba dhidi ya jamii zisizo za Kiarabu ndani na karibu na mji mmoja huko Darfur inaonyesha ishara za mauaji ya kimbari. Mpango maalumu wa kutafuta ukweli wa Umoja wa Mataifa umesema kuwa wanamgambo wa RSF ambao wanapambana na jeshi la Sudani walifanya mauaji ya halaiki na ukatili mwingine katika mji wa El Fasher baada ya uvamizi wa miezi 18. Umoja wa Mataifa unasema ni wakati huo ndipo wanamgambo hao walipoweka mipango ya kuziangamiza jamii zisizo za Kiarabu, hasa makabila ya Zaghawa na Furi. Maafisa hao wa Umoja wa Mataifa wanasema maelfu ya raia waliuawa baada ya RSF kuteka mji wa El Fasher. Ni asilimia 40 tu ya raia wa mji huo waliofanikiwa kukimbia wakiwa hai, ambapo maelfu miongoni mwao waliuawa. Na hatimaye kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anawania kuchaguliwa tena kuwa mwenyekiti wa chama cha kiafidhina cha Christian Democratic Union CDU katika mkutano mkuu wa chama hicho utakaofanyika mjini Stuttgart. Merz anasaka uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa wajumbe wa chama hicho kwa mara ya kwanza tangu kuwa kansela mnamo mwezi Mei mwaka 2025. Wajumbe pia wataipigia kura hoja kutoka kwa kamati kuu ya utendaji ambayo CDU inaitaka kutetea mabadiliko mapya katika soko la nyumba. Kansela wa zamani Angela Merkel pia anatarajiwa kuhudhuria kongamano hilo la siku 2 kama mgeni rasmi, hii ikiwa ni mara yake ya kwanza kushiriki mkutano wa chama cha CDU tangu alipoondoka madarakani mwaka 2021. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Mtazamaji, tuelekea viwanjani kuangazia yale yaliyojili katika michezo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali.
Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Habari za usiku huu, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Jina langu Lais Saidi. Kikosi cha Simba kimeondoka leo jijini Dar es Salaam mapema siku ya Ijumaa ya leo kuelekea hapa Dodoma kwa ajili ya mechi ya Ligi Kuu Soka Tanzania Bara, ambapo Simba watacheza dhidi ya Wajelaje la Tanzania Prison, mechi itakayopigwa siku ya Jumapili saa 3 usiku kwenye uwanja wa Jamhuri. Simba imeondoka jijini humo kwa usafiri wa treni ya mwendo kasi, ikitarajiwa kupata muda wa maandalizi ya mwisho tayari kwa mechi mbili watakazocheza hapa. Mechi kati ya Simba na Tanzania Prison ilihamishwa kutoka jiji la Mbeya hadi Dodoma baada ya uwanja wa Sokoine kufungiwa, ikiwa ni kwa muda kufuatia kukosa vigezo vya kikanuni, jambo lililopelekea Tanzania Prison kuamua kufanya mabadiliko hayo licha ya kwamba TFF tayari imeshaufungulia uwanja huo siku ya jana. Baada ya mchezo dhidi ya Tanzania Prison, wekundu hao siku ya Jumatano Februari 25 watashuka tena dimbani kucheza mchezo wake wa kiporo dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao utapigwa hapa hapa Dodoma katika uwanja wa Jamhuri. Hata hivyo, taarifa njema kwa klabu hiyo ni urejeo wa golikipa Yakubu Suleiman ambaye ameambatana na kikosi hicho baada ya kupona jeraha lake, kama ambavyo meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali akithibitisha hilo. Yakubu afya yake imeimarika. Nakumbuka hata wiki iliyopita tulizungumza kwamba Yakubu afya yake iko sawa, kinachosubiriwa tu ni kurejea katika majukumu yake. Kwa hiyo katika wale wachezaji wetu ambao walikuwa wodini, Yakubu yeye sasa yuko sawa sawa, amemwacha Kamara pamoja na Wilson Nangu. Kwingineko ni kuhusiana pia na kutokana na uwanja wa Jamhuri hapa Dodoma, uwanja ambao ulikuwa na pilika kwa siku ambapo vilabu mbalimbali kutumia uwanja huo. Mwandishi wetu Johannes Michael ameweza kuzungumza na meneja wa uwanja huo Hussein Muhando kuhusiana na hali ya uwanja ipo vipi. Yes, ni katika dimba la Jamhuri Dodoma, ambapo kwa siku za nyuma kwa kuna michezo ya FA ambapo klabu ya Dodoma Jiji itumia uwanja huu, lakini klabu ya Mtibwa Sugar itumia uwanja huu, pamoja na timu ya ligi daraja la kwanza Ghana ziliweza kutumia uwanja huu wa Jamhuri Dodoma. Lakini tukumbuke kwamba tarehe 22 mwezi huu kuna mchezo mkubwa ambao utachezwa katika dimba la Jamhuri, ambapo Tanzania Prison atamkaribisha mnyama Simba, lakini tarehe 25 klabu ya Dodoma Jiji itamkaribisha Simba katika dimba hili la Jamhuri. Tunakuzungumza na meneja wa uwanja Hussein kuweza kujua mchezo ambao umetoka ya FA pamoja na michezo ambayo inafuata, uwanja upo katika hali gani? Meneja, habari za saizi? Salama tu. Kwema kabisa? Kwema kabisa. Yes, tunaona uwanja wa Jamhuri Dodoma uko na michezo ya FA imetamatika, pengine hali ya uwanja iko kwa namna gani mpaka hivi sasa? Okay, nashukuru Mungu. Kwa majina naitwa Hussein Muondo, meneja wa uwanja wa Jamhuri Dodoma. Hali ya uwanja iko vizuri. Michezo ambayo ishapita FA back to back, watu walikuwa na hofu dhidi ya mechi zijazo kati ya Singida Big Stars pamoja na Mtibwa itakofanyika tarehe 22. Pia kutakuwa na mechi ya Prison pamoja na
na Simba itakayofanyika tarehe 22 hiyo hiyo back to back. Hii back to back ya nyuma iliwashtua watu ya FA, wasema wao tunaweza tukakosa mchezo wa Simba, lakini iliwaahidi kwamba uwanja utakuwa uko vizuri, tumejipanga. Kama mnavyoona uwanja sasa uko vizuri, bado unahitaji michezo mingi tu hapo mbele. Na tarehe 25 kama nilivyosema kutakuwa na mechi ya Dodoma Jiji pia na Simba, kwa hiyo atakuwa na mechi mbili hapa Dodoma. Akija hataondoka. Kwa hiyo nawaahidi mashabiki uwanja uko vizuri na wasio na wasiwasi swala la uwanja. Yes, pengine meneja umetoka kuchukua tuzo ya meneja bora wa uwanja kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini mpaka hivi sasa nikitazama uwanja wa Jamhuri Dodoma uko vizuri. Wengi wanasema kwamba Dodoma kuna ukame, pengine hali ya hewa inaweza ikawa inachangia zaidi kuathiri uwanja, na wewe unautunza kwa namna gani? Ya kwanza hapo awali mwanzo tulikuwa tumeruhusu sana michezo mingi kufanyika uwanja wa Jamhuri, yani ambayo ilikuwa sio rasmi. Ila ikatupelekea kidogo changamoto, ila tukaamua kuondoa ile michezo yote. Pia tukafuata kanuni za taratibu za bodi ya ligi, pia na uongozi tulikaa pamoja na wenzetu Dorefa na vilabu, tukawaeleza jinsi thamani ya uwanja, namna gani uwanja unahitaji kutunzwa kutokana na maelekezo ya bodi ya ligi. Tumeamua kuyafuata masharti. Pia tuna jukumu kubwa sasa la kutunza. Kama unaona tumechimba kisima cha maji ambao tunatumia uwanja kumwagia, unaona hauchoki, na pia tunazingatia masharti ya bodi ya ligi. Na mtu anapokuja kufanya mazoezi basi atumie muda wake ule kufanya mazoezi, akimaliza aondoke, tuache uwanja uendelee na marekebisho. Unaona ukuta uwanja uko vizuri, na tunazingatia pia katika utunzaji miundombinu. Unaona tuko sawa. Naye mwanariadha Gabriel Geai anayekwenda kushiriki mbio ndefu za Diago Marathon amesema amejiandaa vyema na anaenda kutetea rekodi yake na kurudi na medali hapa nchini. Maandalizi yangu na mazoezi niliyofanya, naenda kutetea ubingwa wangu na kurudi Tanzania na medali. Nacho waomba wa Tanzania wadau waweze kuniombea ninakoenda kwenye mashindano, niweze kufanya vizuri na niweze kuipa Tanzania heshima. Pia ninashukuru sana waandaaji wa hafla hii siku ya leo, wadhamini wetu TANAPA, NMB, kupitia kwa balozi wetu dada yetu Jasmine Kikwete kuhakikisha kwamba hii hafla inakuwa nzuri. Niseme tu wazi kwamba Gabriel kwenye mashindano haya anakwenda kuwa ni bingwa mtetezi. Mwaka jana alichukua medali ya dhahabu katika mashindano hayo na kuweka muda bora wa kufikia qualify kwa ajili ya michezo ya Jumuiya ya Madola ambayo inafanyika mwaka huu, lakini vile vile michezo ya riadha ya michezo ya Olympic ambayo inafanyika 2028 Los Angeles kule Marekani. Sasa wanariadha wengi wa Tanzania wamefikia viwango vya kushiriki michezo ya Olympic, lakini michezo ya riadha ya dunia ambayo inafanyika mwakani. Lakini mwaka huu pia tuna michezo ya Jumuiya ya Madola. Mimi nikiwa kama balozi wa Jumuiya ya Madola wa utalii, ninamsapoti Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye harakati za michezo, na tumekuwa tukimuona mheshimiwa akifanya juhudi kubwa sana kwenye masuala ya michezo. Na hivi karibuni tuliona hata Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi tarehe 1 mwezi Januari alizindua rasmi utalii wa michezo na akatangaza kuwa anatamani kuiona nchi yetu ikiwa ni kivutio cha michezo duniani. Kimataifa, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Nigeria The Super Eagles Eric Chere amewatia wasiwasi wapenzi wa soka wa nchi hiyo baada ya kuweka masharti 19 muhimu kabla ya kusaini mkataba mpya na shirikisho la soka nchini humo NFF. Hali hiyo imetokea wakati huu ambapo mustakabali wa Chere kuiongoza timu hiyo unaibuka kuwa na sintofahamu kubwa. Miongoni mwa masharti hayo ni ombi la mshahara wa mwezi wa $130,000 ambazo ni sawa na shilingi bilioni 338 za Kitanzania, kiasi ambacho kinajumuisha pia malipo kwa kikosi chake cha kiufundi na msaidizi wake binafsi. Chere ambaye ni raia wa Mali pia amesisitiza kuwa hatokubali kuingiliwa katika kazi zake, hasa kuhusiana na uongozi na usimamizi wa maendeleo ya timu za vijana za taifa. Masharti haya yanajumuisha mahitaji mbalimbali ya kifedha na kiutawala
ikiwemo utoaji wa gari binafsi lenye dereva na ulinzi, makazi yenye usalama wa hali ya juu, huduma ya umeme isiyotetereka kwa saa 24, ofisi yenye vifaa vya kisasa vya kiuchambuzi, huduma za internet, tiketi za ndege kwa familia yake, vifaa vya mazoezi na uhuru kamili wa kuchagua mechi za kirafiki za kimataifa. Aidha, Chele anataka kuwepo kwa mipango madhubuti ya kambi za mazoezi, maendeleo ya vijana na uwezo wa kusafiri kuangalia ligi ya ndani na wachezaji wa timu za taifa walioko nje ya nchi. Masharti mengine ni pamoja na kuhakikisha malipo ya mshahara yanafanyika kabla au tarehe 30 ya kila mwezi, kuingizwa kwa msaidizi wake katika mpango wa bonus pamoja na posho, na mikutano ya kila mwezi kati ya makocha wa timu zote za taifa. Na kwingineko ni kurejesha kwake Zinazile Mswima aweze kukamilisha ulimwengu wa habari, michezo na burudani. Imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Na sasa tutizame utabiri wa hali ya hewa kutoka TMA kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku. Ni siku nyingine tena mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Mifumo anga inaendelea kuonyesha viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale nyanda juu kusini magharibi mwa nchi yetu kuelekea maeneo ya Ziwa Victoria pamoja na nyanda juu kaskazini mashariki. Na kwa siku ya leo, maeneo machache ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga na magharibi mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo za radi. Kwa maeneo ya mkoa wa Mara, Simiyu, nyanda juu kaskazini mashariki, kati mwa nchi yetu, nyanda juu kusini magharibi, mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na maeneo ya pwani yetu ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa jumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya mkoa wa Mara, Simiyu, Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya kati mwa nchi, nyanda juu kusini magharibi, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma, maeneo ya pwani yetu ya kaskazini pamoja na yale ya pwani ya kusini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, hususan katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi, Ziwa Victoria pamoja na Ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na matarajio ya hali ya hewa kwa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji na mikoa hapa nchini ni kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache.
Mkoa wa Dodoma pia tutatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Mwanza tutatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro tutatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Mbeya tutatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tutatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tutatarajia mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari wa usiku wa leo, tuangazie yale tuliyokuwa nayo. Rais Mwinyi awahimiza waumini kuwasaidia watu wasiojiweza. Kimataifa, ubalozi wa Urusi Kenya wakanusha kusajili wa Kenya jeshini. Na katika michezo, Simba ya wasili Dodoma kuiwinda Tanzania Prison na Dodoma Jiji. Mtazamaji, nafika tamati katika ulimwengu wa habari. Kwa niaba ya timu nzima ya Sky TV, langu jina ni Zinaziri Mswima. Endelea kufuatilia vipindi vyetu kupitia mitandao ya kijamii @Sky International TV. Ramadhani Karimu kwa Waislamu wote, na nawatakia Kwaresma njema wa Kristo wote.